wako kwenye ndoa. Mtazamaji, sasa tunaingia kwenye mkumbo wetu wa mahojiano siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi. Bila shaka tunaangazia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya mazingira, hata misitu, na hii leo itakuwa tunaangazia zaidi swala la misitu hapa nchini Kenya. Hapa tukiangazia kwamba mapema juma lililoisha kulikuwa na ile siku ya misitu ambayo iliweza kusherehekewa ulimwenguni kote, na hapa Kenya kulikuwa na shughuli nyingi sana ambazo ziliongozwa na mashirika mbalimbali ambao walikuwa kwa chini ya serikali, ambayo ilikuwa inaongoza pia shughuli mbalimbali kutoa hamasisho kuhusu umuhimu wa kutunza misitu na vile vile kuendelea na ile kampeni ya upanzi wa miti. Kumbuka serikali kupitia wizara ile ya mazingira ambayo pia iko na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na hata misitu, mapema mwaka 2024 ilikuja na kampeni muhimu sana kuhakikisha Wakenya wanapanda miti kwa wingi. Ifikapo mwaka 2032 Kenya tunatarajiwa tu tumepanda zaidi ya miti bilioni 15. Leo tunataka kuangalia kufikia sasa data zinasema nini kuhusiana na kampeni hii ambayo imeendelea, licha ya kwamba tumekuwa tukiona Wakenya wakijitokeza kwa wingi wanapanda miti katika maeneo ambayo ni ya misitu, na hata majumbani mwao kuna wengine wameweza kupanda miti na wengine wanaweka miche na wanaipeana bure ili kuhakikisha kwamba tunafikia lile lengo ambalo limewekwa na serikali. Moja kwa moja basi hapa studio nina wageni wangu ambao ni muhimu sana. Wao ndio wako katika mstari wa mbele, ama tutasema wako katika miongoni mwa watu wako kwenye mstari wa mbele, mmoja kutoka upande wa serikali na mwingine ambaye akihusisha mashirika ya kijamii. Naye hapa mmoja wa afisa mkuu ambaye anaangazia sana maendeleo ya misitu hapa nchini Kenya kutoka idara ile ya misitu hapa nchini katika wizara ile ya misitu, mazingira pamoja na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. George Tarus, karibu sana katika studio zetu na tunashukuru sana kufika. Asante sana kwa ukaribisho, tuko tayari kwa mjadala wa leo. Asante. Vyema kabisa. Ninaye Elijah Korir ambaye bila shaka tushawahi kutana naye katika shughuli za masuala ya mazingira na mambo mengine katika shirika lile la WWF Kenya, ambaye ni mratibu wa masuala ya misitu katika shirika lile. Karibu sana katika studio zetu pia. Asante sana. Nitaanza na George, labda kutufahamisha, utupe yani taswira kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anayekupata hivi sasa. Kampeni ilikuja kuanzisha kupanda miti kwa wingi na imeshikwa na Wakenya, na hata mashirika ya kijamii wanasaidiana na nyinyi kuhakikisha kwamba tunakwenda sambamba na maafikiano yake ya mwaka 2032 tufikishe kiwango kile cha miti bilioni 15. Labda mpaka sasa George, tuko wapi katika kampeni hii na tumepanda miti ama miche mingapi? Asante sana kwa kutuweza kutupatia fursa hii tuweze tujadiliane na Wakenya. Kusema kweli, yes, tuliweza launch ama kuanzisha ule mradi wa kupanda miche bilioni 15 kwa miaka 10 inayokuja. Na hii namba ilitokana na assessment ama ya nchi yetu. Tukagundua ya kuwa takribani milioni 38.8 ya nchi yetu haiko pale pazuri. Kama ni mashamba zetu, rutuba imeteremka chini, misitu pia imezidi kuharibika na mambo mengi kama hayo. Na ndiposa serikali ikaonelea ndio tuweze kurudisha hizi ecosystems ama hizi mashamba zetu zifanye vizuri, itabidi tufanye mikakati ya kupanda miti. Na ndiposa tumeanza hiyo safari, na kwa sasa tuko na ile record ya 1.4 billion trees zile zimepandwa mpaka sasa. Tuko pia na mipangilio ya kuweza kuhakikisha kuwa tumeongeza ile mwendo wa kupanda hizo miche, ndio tukifika hapo mbele tuweze kuwafikia hapo. Na ile mipangilio tuko nazo, tunapangia kuhakikisha kwa hiyo namba zinapatikana through what we are calling intervention areas, ama sehemu za kuintervene. Moja wao ikiwa ni kwa mashamba zetu through agroforestry ama kilimo biashara, upandaji wa mianzi. Hapo nazungumzia mashamba ya wananchi wenyewe binafsi. So tuko na program ambayo tunajaribu kuhimiza na kuelimisha wananchi umuhimu wa kuwa na miche kwa mashamba zao. Na pia kujaribu kuangazia zile miche iko na manufaa kifedha pia. Kwa mfano ukienda sehemu za pwani, kuna miti zile zinafanya vizuri, mikorosho, mikwaju, na zingine miembe ambayo iko pia na manufaa kubwa. Ukienda sehemu zetu kame pia tunaangazia vitu kama tende,
which is also miti moja tunaona iko pia na manufaa apart from kuongeza zile numbers kwa landscape. Of course at one point pia tulikuwa na program ya turudi primo to donate fruit trees. Kwa sababu tunaona tukiweza kupanda miti za matunda mashule, wanafunzi wanafaidika na afya bora. So kuna mikakati hizo na tunashukuru wa Kenya kwa sababu wameweza kuambatana na sisi na tunaona kuna kweli uchukuaji wa muhimu hilo lengo la kupanda hizo miti. Tutakuja ndani zaidi George kwenye mikakati ambayo umeweka kwenda mbele, maana lazima iwe sustained vizuri katika kipindi ambacho mko nacho mpaka mwaka 2032. Karibu sana Elijah, labda katika mpango huu ambao ameuzungumzia, ametaja kitu kimoja ambacho nakumbuka kuna wakati WWF Kenya mulifanya mradi kama huo katika shule moja ya Mathare, kwamba mnawahimiza wanafunzi wapande miti, hususan ile miti ya matunda na vitu kama hivyo. Lakini katika tathmini yako kufikia tangu tuanze huu mradi hadi sasa, mumehusishwa karibu sana na serikali katika kuhakikisha kwamba huu mradi unafaulu. Munaonaje, ni mradi ambao umeweza kutokea vile ambavyo mlikuwa na matarajio yenu kwamba utashika kasi na miti endelee kupandwa kwa wingi? Asante sana. Ningependa kuhakikisha kuwa hii mradi ambao serikali imeanzisha imeweza kutuhusisha na kuhusisha wahusika wengi, ambaye sasa kuna approach ambaye inaitwa wall of government, wall of society approach. Kila mtu amehusishwa, na sisi kama shirika la WWF Kenya tulikuwa katika ile kikao ya kutengeneza hii blueprint ya serikali ya 15 billion National Landscape and Restoration Strategy, ambaye iko na vile George amesema intervention areas 11 ambazo pia tumeweza kuona katika zile sehemu zetu za tunafanyia kazi. Kila mtu, kila mwananchi kwa sasa anahusika katika agenda hii ya kuweza kupanda miti na kurejesha misitu katika sehemu zetu za nchi. Kwa hiyo mmehusishwa tangu mwanzo? Tumehusishwa tangu mwanzo mpaka sasa, na at least sahi sio sisi pekee yetu, tunaona serikali inahusisha kila mtu. It's a wall of government, wall of society approach. Na mnapokuwa kwenye shughuli zenu za kila siku George, uko katika misitu, najua kuna misitu fulani mnayoifahamu, kwa mfano Ololua kule unaisimamia pia kurejesha katika hali yake ya kawaida. Kuna wakati tulikuwa Kiptagat pia urejeshe katika hali yake ya kawaida. Je, juhudi hizi ambazo zimeanzishwa zinazaa matunda mpaka sasa mnapoangalia? Ni vizuri umesema sehemu ya Kaptagat. Sisi kama shirika la WWF Kenya ni moja yao ya vikundi ambazo zilikuja pamoja tukaanzisha hiyo mradi jumuishi, an integrated program, ambayo iliweza kuleta partners wengi kuweza kufanya urejesho wa misitu katika sehemu ya Kaptagat. Tukiongea leo, hiyo mfumo, that integrated approach, saizi inaanza kufanyika sehemu mingi za nchi. Kupitia ile success ambayo tulipata huko Kaptagat, saizi tunaona imeanza kuwa replicated mahali mingi za nchi. Na kwa mfano hiyo Ololua umesema, Mau pia inafanyika, Mount Elgon inafanyika. So we are proud that hiyo program jumuishi imeweza kuwa a very good model ambayo inakuwa replicated kila mahali ya nchi. Katika mojawapo ya hizo programs ambazo ametaja, ndio ni msitu ambao umezingirwa na umewekwa katika gazeti rasmi la serikali kutambuliwa kama msitu, lakini kando ama kwenye kingo za msitu kuna jamii. Vipi inahusishwa jamii kuhakikisha pia wao wanakuwa miongoni mwa watu ambao wanahifadhi misitu hii? Nafikiri kabla sijajibu swali lako, ningependa kusisitiza yale mambo Korir ameweza kuelezea. Ndio. Kwa sababu tulipoanza hii safari ya upandaji wa miti, ilibidi tumefikiria ni namna gani tunaweza endesha kwa njia mwafaka, na ikaonekana ya kuwa lazima tutafute nafasi ya kila mmoja wetu. Kama ni organization kama zao, mwananchi wa kawaida, mfanyabiashara, lazima akijumuishwa. Na kutokana na hiyo mafikiro tuliweza kutengeneza model moja kutumia hiyo mfano pale Kaptagat. And out of hiyo model ya Kaptagat, siku hizi na the restoration ile inaendelea pale inaangazia mambo kama manne. Moja ni pesa mfukoni, kuhakikisha kuwa wananchi wamepata riziki kutokana na ile restoration inaendelea pale. Kuna maji safi, wananchi pia wanapata
kupata manufaa ya mambo ya maji, kawi safi na mazingira safi. Na venye ameeleza kweli, kwa sasa kuna models kama 15 ambao viongozi wakuu nchi hii, kwa wale wako kwa serikali na wako huko nje ya serikali wakifanya biashara, wameweza kupik. And tunaona hasa hiyo ndio direction ambayo tunataka tuendelee. Umeuliza swali nyingine ambayo ni mzuri sana. Sheria ile inasimamia msitu, kipengee namba 5, imeweza kupeana nafasi kwa communities. It's called community participation, ushishaji wa community. Na wale communities wanaishi karibu kilomita 5 ya msitu, wanakubaliwa kujiunga kwa community association called Community Forest Association. And then baada ya hapo wanaunda plan ama mikakati. Alafu baada ya hapo sasa wanawekana sahihi na KFS ndio waweze kuimplement livelihood activities. Kati ya yale mambo hiyo community participation imepeana ni karibu issues 21. Communities are able to access rights up to 21 in number, kutokana na utumizi wa msitu, kulisha ng'ombe, kutoa maji, kuna mambo mengi yale inaweza kusaidia kuchunga msitu kwa njia mzuri, na zaidi ya hayo kuweza kuinua pia uchumi wa zile communities zinaishi karibu, jamii zile zinaishi karibu na msitu. Yeah, na I want to report that all our forests across the country kuna mipangilio kama hizo. Ukifika pale utasikia sisi ni wanachama wa CFA. Kwa mfano Ngong, utasikia sisi ni Ngong Community Forest Association, Kaptagat Community Forest Association, na tumeweza kuendelea nao vizuri na tunaona huko mbele iko sawa. Kuna swali moja labda kwa manufaa pia mtazamaji, kabla tuja kwenda kwenye mapumziko kidogo. Kwa nini muliamua kuanzisha mradi kama huu? Muliona nini mpaka mkasema lazima tuendelee kupanda miti kwa wingi? Jambo moja ambalo lilionekana ni ya kuwa mashamba zetu zinazidi kuathirika kutokana na upungufu wa rutuba. Jambo la pili ni effects ama yale majanga kutokana na mabadiliko tabia nchi. Tatu ni mambo pia kuzorota kwa uchumi wa nchi hii. Kwa sababu inaonekana dunia zingine upandaji wa miti pia inaweza kuwa biashara mzuri. Kuna strategy ile tuliunda na ikaonyesha hiyo sekta peke yake tukiweza kuangazia hektari 750,000 hectares under commercial forestry, tunaweza kupata manufaa ya almost 137 billion kwa miaka 15 inayokuja. So kuna manufaa mengi kibiashara, kuna manufaa mengi hewa safi, maji, kwa sababu ukiangalia hizi misitu mengi yetu ni source ya maji. Kama Nairobi mfano inategemea msitu wa Aberdare kuwa vizuri na Mount Kenya kuwa vizuri, na misitu zingine Cherang'any na support Eldoret and so many others. So ikaonekana hasa tusipo kuwa na hii plan ya kurudisha hizi miche tutaweza kuathirika zaidi kutokana na hizo challenges. Vema, nitaupigia mfano zaidi msitu kama Ololua, Elijah, na pia msitu kama Kaptagat ambako nimeweza kufanya nao kazi na shughuli zao. Nimeuona kuanzia mwanzo misitu vile ilivyokuwa mpaka saa hizi, baada ya kujumuisha wananchi kidogo misitu inapata nafuu yake na inarudisha ile hewa ambayo inayohitajika katika mazingira. Labda kwa upande wenu nyinyi, katika ushirikiano wenu kati ya wananchi na mashirika ya kijamii kama hili shirika lenu hivi, uhusiano wenu ukoje wakati ambapo unakuta munasimamia msitu kama Kaptagat ambako ndani pia mna rasilimali zake pale, kuna vyanzo vya maji, kuna mito inatoka na kadhalika? Vipi mnashirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba wanafahamu vema kwamba umuhimu wa misitu kama ile? Asante. Nikiongezea George, pia katiba yetu inajukumisha sisi percent ya forest cover kwa nchi lazima ikue 10%. Na kwa statistics ambayo imefanywa kwa miaka iliyopita bado tuko chini hapo. Pia hiyo strategy inalenga pia nchi yetu ikuwe na forest cover ya 10%. Nikirejelea haya, CFA inahusishwa katika usimamizi wa misitu katika mashinani na sehemu ambazo tunaweza kufanya kazi, na ile document ambayo ina guide operation zote
katika hiyo msitu inaitwa participatory forest management plans, ambaye inahusisha kila mtu katika sehemu hiyo. Katika kutengeneza hii document, kila mtu anahusishwa, na wakati wa kutekeleza pia kila mtu ako na majukumu. Sisi kama shirika pia kwa sasa tumeweza kusaidia kudevelop 18 participatory forest management plans katika sehemu zetu ambazo tunafanya kazi. Na zaidi ya hapo tunafanya kitu inaitwa capacity building, kuweza kuwaelimisha wananchi namna ya kutekeleza hiyo ratiba ambazo wameweza kufanya. Tunawasaidia in terms of technical know-how, na pia tunawasaidia kwa establishment ya nurseries na capacity building kwa kazi zao ambazo wanaendeleza urejesho wa hiyo msitu. Kwa hiyo msitu. Yes. Tutarudi baadaye, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini tutakaporudi tutaingilia ndani zaidi. Labda upande wa George nataka kujua, Mkenya kwa sasa ukimwambia tumeweka makadirio ya kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032, si ndio? Ni vitu gani mnatumia hapa kufanya vipimo? Je, hizi data umeanza kutuambia kufikia sasa tumefikia wapi kwenye miti bilioni 1.5.4 hivi? Hizi data mnazipokea vipi na vipi mnaziweka pamoja? Manake Kenya ni kubwa na ni pana na shughuli zinaendelea kila mahali. Unashirikiana vipi na taasisi zilizoko kuhakikisha kwamba hii idadi ya miti bilioni 15 inaweza kufikiwa kwa wakati ambao mlioweka, na pia ni kasi ambayo inayopelekwa na wananchi pamoja na nyinyi wenyewe? Mtazamaji, ni mahojiano ambayo tunaangazia zaidi tuko wapi katika masuala ya misitu hapa nchini Kenya, baada ya tangazo la serikali miaka mitatu iliyopita kwamba ni sharti tuafikie miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Lakini kufikia sasa tuko wapi? Hapa ndipo tunapoangalia, na ni data ambayo tunayotumia kutoka kwa wizara yenyewe na hata mojawapo wa shirika kuu ambalo huwa mara nyingi wako kwenye shughuli hizi za uhifadhi wa misitu hapa nchini Kenya, la WWF Kenya. Usiende mbali, tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na mahojiano yetu ambayo yanaangazia zaidi utunzaji wa misitu hapa nchini Kenya, jitihada ambazo zimewekwa kote kutoka kwa serikali na mashirika ya kijamii ambayo mara nyingi yanahusisha jamii ambazo zinapakana na misitu ambayo tulionayo. Kenya ina misitu mingi mtazamaji, isipokuwa kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kidogo, athari hizo zimeanza kulegeza namna ambavyo hali ya anga inavyokuwa hapa nchini Kenya na kuleta mtafaruku hususan kwa wale watabiri wa hali ya hewa. Na ndio sababu kuu ambayo mojawapo ya sababu kuu ulimwenguni kote unakuta kwamba wanashinikiza sana miti kupandwa ili kupambana na athari zile za mabadiliko ya tabia nchi. Na Kenya kama taifa haijaachwa nyuma. Juzi tu imetoka kusherehekea siku ambayo unakuta Wakenya kutoka maeneo mbalimbali wamejitokeza na kupanda miti kwa wingi ili kuweza kuwafikia lile lengo ambalo limewekwa na serikali kwamba ifikapo mwaka 2032 taifa linatarajiwa kuwa na miti bilioni 15. Lakini tunapozungumzia data sasa kidogo kwenye hii miti ambayo tunaosema, tayari George hapa ametuelezea kwamba kufikia sasa tumefikisha bilioni 1.4. Bilioni 1.4 mtazamaji ya miti imeweza kupandwa tangu kampeni hii ianze, na ni ushirikiano bila shaka wa mwananchi. Manake pia wananchi kupitia wao wenyewe na jitihada zao za majumbani kwenye mashamba yao pia wanasisitizwa sana kwamba wawe wenye kupanda miti. Umekaa una nafasi nyuma kidogo ya nyumba yako, unaambiwa upande miti. Katika shule kulikuwa na mpango ambao uliendeshwa na shirika la WWF Kenya kwamba lazima shule ziwe na miti mle ndani na vitu kama hivyo. Hii idadi labda George, mnaipokea vipi katika wizara yenu? Unapotuambia kwamba tumepanda miti bilioni 1.5 kufikia sasa, hii idadi huwa mnaikusanya vipi? Manake Kenya ni kubwa. Je, mumeweka vitu gani kuhakikisha kwamba mnapata hii idadi? Asante sana kwa swali, na nafikiri ni swali nzuri sana. Implementation ya hiyo program iko State Department ya Forest, na katika hiyo State Department ya Forest kuna secretariat ama wafanyikazi wale kazi yao tangu asubuhi mpaka jioni, wiki moja, mwezi, mwaka moja, ni kuhakikisha kuwa hii mambo ya kupanda miti ya 15 bilioni imeweza kutekelezwa kwa njia mzuri. So endapo kuna upandaji wa miti wote nchini Kenya,
tumeweza kutengeneza program ama application inaitwa Jaza Miti. Ambayo inapatikana pale kwa Google Play Store na App Store kwa wale wako na simu inaweza access internet, na hiyo ndio mahali tumekuwa tukipata ripoti mingi ya kuwa nimeweza kupanda miti na pale unatuma ikiwa na geographical location ya mahali umepanda miti, picha yake so that kusikue na reports ambayo ni hewa. Ndiyo. So tuna confirm ya kuwa hizo picha zote zinaonyesha upandaji wa miti mahali imefanyika. La pili, especially kwa shirika za kiserikali na pia wafadhili wetu na wale washikadau wetu kama WWF pia wanafuatanisha na ripoti ya kuwa kila mwezi sisi tuna submit report yetu ya kuwa tulifanya upandaji wa miti sehemu hii, na baada ya hapo sasa we are actually working kuhakikisha kuwa wale wa Kenya ambao wana smartphones wanaweza finya pia USS code. So that ukifinya na simu yako unaweza pia kupata fursa ya kureport yale activities za upandaji wa miti. Na zaidi ya hapo nao tuna mipango na karibu iko tayari sasa kutumia teknolojia ya satellite kuhakikisha kuwa ukitutumia utuambie ni sehemu hii ya Kenya umepanda. Through the satellite technology tunaweza zoom tuangalie kweli hiyo miti ni imepandwa ama haijapandwa, ndio tusikue tuna report numbers ambayo si ya kweli. Na zaidi ya hayo pia tunazidi kusomesha wananchi. Team zetu zimekuwa zikitembea kuongea na communities, kuongea na washikadau, kuwasisitiza na kuwahimiza sababu ya kurekod, kwa sababu that's the only way tutaconfirm kweli baada ya miaka 10 tuko tumefika wapi. Ndiyo. Na nafikiri nisisitize pia hapa kwa sababu labda Mkenya anauliza sasa hii miti ni ile inapandwa peke yake kwa sehemu ya serikali? Hapana. Upandaji wa miti yoyote nchini Kenya ni ile tuna track, kwa sababu wenye nilieleza hiyo strategy ama hiyo mikakati ama mpangilio imewekwa imeweza kuangazia sehemu 11 ambayo hizi miche inaweza pandwa. Kuna moja karibu tunamalizia na the State Department ya roads. We would want to regreen our roads, all our infrastructure, our riparian lands, mashamba ya individuals, our estates, mashule zetu. And out of that now hiyo ndio namba hiyo ya 15 billion iliweza kuafikiwa. Na hizo miche zote zikipandwa zinawekwa kwa hiyo tool. Na niangazie tu kikubali kidogo. Naam. Hiyo Jaza Miti pia imeweza kupewa nguvu ya kukusaidia mwananchi kupata maelezo zaidi, taarifa zaidi. Ukisema ni sehemu tuseme hapa, itakuonyesha ile miti unaweza panda hapa so that ikuwe rahisi, kwa sababu you are also saying the right tree for the right site, kumaanisha kwamba tayari Jaza Miti kama ni ina taarifa kuhusiana, kwa mfano niko sehemu ya Tana River, itaniambia ni aina gani ya mti ambao unaweza panda pale. Unaweza panda pale, na hizo list ama zile information ziko pale zimetokana na utafiti ya miaka mingi kutumia kituo chetu cha KEFRI. So imekuwa na science behind it. Ukiklik itakuonyesha hii ni ile zone yako iko na ni miti gani unaweza panda, na tumezidi hata kuongeza kwa hiyo application pia inaweza kuonyesha ni nasari iko gani hapo karibu kwako. Ndio usikue na pia kusumbuka kutafuta nitatoa wapi hiyo miche. Tarudi zaidi kuangalia utafiti ambao unaotokana na shirika la taasisi ya KEFRI pale, na shughuli wanazozifanya zaidi kwa manufaa mwananchi. Lakini Elijah, katika shughuli mnazofanya mnapeana ripoti kila mwezi kuhusiana na shughuli za upanzi wa miche ama miti na kadhalika. Upande wenu nyinyi mnaona kwamba ni shughuli ambayo inawezea kuafikia ile lengo ambalo limewekwa na serikali kwamba miti bilioni 15 kulingana na kasi ambayo mlionao katika baadhi ya misitu ambayo mnayosimamia? Asante sana. Hiyo ni swali mzuri kabisa. Sisi kama shirika la WWF Kenya pia sisi tuko na program inaitwa Keep Kenya Breathing. Kwa hii program yetu tumejiwekea pia target ambaye ina feed into the national target. Sisi kama shirika tumejipatia target ya 250,000 250,000 hectares. Kwa hiyo 10.6 billion hectares. So tunachangia pale. Na katika shirika pia tuna track. Kwa sasa tumeweza kufikia 74% ya hiyo target yetu. Ambapo tumebakisha miaka 4
tuweze kufika 2030 mwisho ya hiyo target yetu. So kila shirika iko na target ambaye we report on a quarterly basis kwa serikali tumefika wapi, na pia kwa hiyo portal yetu ya Keep Kenya Breathing unaweza kuona mahali umefika katika upanzi wako. Yeah. Keep Kenya Breathing nadhani ni mradi ambao pia tuliuangazia sana wakati mkianzisha mpaka hivi sasa. Labda umepiga hatua gani katika kuhakikisha kwamba chochote kinachotokamana na mradi ule basi kinakuwa ni faida kwa taifa zima? Kile kinatokana pale kwa sasa hiyo faida kwa kama shirika la WWF Kenya tunaanza kuona impacts beyond indicators. Hiyo unasema faida kwa taifa mzima. Iko na faida kwa economy. Tunaanza kuona pia wakina mama wamepatiwa nafasi katika kusimamia restoration ambazo zinafanyika kule mashinani. Na pia hali bora ya usimamizi kama ni livestock, kwa mfano hiyo sehemu umesema Kaptagat ama sehemu zingine. Watu wameanza kutumia mbinu bora ya kusimamia mifugo yao. Tumeanza kuona faida, viumbe hai zimeanza kuonekana mahali ambapo zilikuwa zimeanza kufifia kutoweka. So tumeona impacts beyond kupanda miti peke yake. Na katika sehemu kama tuseme, manake unahusika sana na jamii na huwa unakuwa, picha unayoiona hivi sasa ni sehemu ya jangwani, sehemu ambayo ni kame, sehemu ambayo ni kavu, labda wao wafanye nini katika kuhakikisha kwamba wanashiriki katika baadhi ya miradi ambayo inayoendelea kwa manufaa ya vizazi vijavyo, kuhakikisha kwamba hali ya anga pia wao wanashiriki katika kuweka ile hali sawa ya anga? Nitatumia sehemu kama Kajiado ambaye ni sehemu yetu ambaye tunaweza kuendeleza kazi na aswa specifically sehemu ya Loitoktok. Tuko na restoration activities pale ambayo sio kupanda miti peke yake. Pia tunafanya restoration ya rangelands. Kuweza kupanda nyasi ambazo kwa nchi ambayo imekuwa tambarare ili uweze kuzuia floods ama runoff mingi kwa nchi, ambapo uweze kusupport ardhi kuweza kuregea katika ile hali yake. So katika hizo sehemu ambazo ni kafu, wakati kupanda miti inakuwa ngumu, kuna kitu inaitwa pia natural regeneration. Ukiweza kuzuia mahali bila kusumbuliwa na wanyama, utapata pia miche na inaanza kumea peke yake. So tunaona hiyo impact inaanza kuonekana pia katika sehemu ambazo ni sehemu kame. Kumaanisha katika miaka 10 iliyopita sehemu za baadhi ya maeneo ya Kajiado kuna tofauti kubwa ukilinganisha na sasa katika swala la restoration na hizo areas kuonekana kwamba zinarudisha katika hali yake ya kawaida? Kuna tofauti kubwa. Ukifika pale ambapo tumeweza kufanya kazi, unaweza kuona moja, human wildlife conflict imeanza kupunguka. Wanyama na binadamu wanaanza kuishi in harmony. Pia pale katika restoration activities kama mfano ya kupanda nyasi. Tunapanda nyasi for livestock production, watu wanaanza kupata mazao mingi kwa mifugo zao. Na pia inasaidia restoration, runoff ya maji. So faida zinakuwa kwa upande zote mbili. Safi kabisa. Labda George, bado nataka tubakie kwenye maeneo kame, yani ni jitihada gani mumeweka kama idara yenu ya misitu kuhakikisha kwamba ndio kuna sehemu zingine ambazo ni kame zaidi kuliko sehemu nyingine, lakini wasaidiwe kivipi katika kushirikishwa katika baadhi ya miradi kama hii ya upanzi wa miti? Asante sana kwa swali, ni swali nzuri sana. Venye mwenzangu nitaongezea kutoka hapo ya kuwa njia moja ya kuweza kurejesha sehemu kama hizo ni kuna mfumo ama mtindo ile inaitwa farmer managed natural regeneration, ambayo mkulima yeye mwenyewe anawachilia mahali inaweza kurudi peke yake kwa njia ambayo ni mzuri. But zaidi ya hapo serikali ama wizara imeweza pia kuangazia sehemu hiyo, kwa sababu kutokana na utafiti kuna rasilimali mengi sana katika sehemu zetu kame ambayo inaweza saidika ama inaweza saidia wananchi kuwa kama kiteka ujumbe. Na mmoja wao tumejaribu ku develop regulations. Mmoja wao ni ile ina deal na gum and residues, zile products zinatokana na zile miti ziko sehemu pale. It is used in pharmaceutical industries. It is used in other places. So hiyo regulation
ambayo tunatengeneza ni iweze kusimamisha hiyo biashara, so that mwananchi wa sehemu ile aweze kufaidika. Jambo lingine ambalo pia ni wakati mwingine inaleta utata ni makaa. Makaa mengi nchini Kenya inatokana na sehemu hizo, na tumeweza pia kudraft a regulation on how to ensure that wale wanataka kushiriki kwa hiyo biashara, na ni biashara kubwa kutokana na hesabu studies tulifanya almost 10 years ago, ilikuwa zaidi ya bilioni 32 biashara ya makaa, na ndiposa tukasema waacha tuweke regulations ambayo itallow sustainable production ya charcoal, so that mwananchi wa sehemu ile akiweza kufanya hiyo management ya mali yake, kama anataka kushiriki kwa utengenezaji wa makaa, isikuwe ni ile inadhuru mazingira. Na kuna wale pia hata tayari wameweza kupata soko nchi za nje, wana export makaa. Pia kuna high value tree species, kwa mfano sandalwood na zingine inaitwa boswellia, ambayo kwanza kumekuwa na matatizo kubwa sana. Yeah, so we are now working on how do we make it legal. So that wananchi wanaweza pia kufaidika, kwa sababu ni miti moja iko na manufaa kubwa kiuchumi, na tunajaribu kufikiria ni namna gani tunaweza promote. So those are some of the species tunaangalia inafanya vizuri sehemu pale, na through Kefri and the ministry we are trying now to ensure that it works. Na ya mwisho ni dates ama zizi tende. Ni chakula mzuri sana, but tuna import mingi. So tume-identify sehemu kama Garissa, Wajir, as the Tana River, as one of those potential areas ambayo tukiweza kuwahimiza wananchi wapande, kuna biashara kubwa. Na ya mwisho ni hii miti, changamoto ya hii miti inaitwa madhenge ama invasive species. Inaathiri mifugo. So mwaka hii tuliweza pia kutoa strategy ya how to manage it. So tukiweza kuimplement vizuri, then sehemu kame nchini tunapotoa hiyo madhenge, tunaweka ile miti mzuri ya kupata hizi mfano hizi vitu nimeweza kuangazia. Yes. Nataka nikurudishe bado kwenye Jaza Miti, hiyo app ambayo unasema kila mwananchi anashiriki. Kwa mfano, watafiti wanaweza kushiriki vipi kuhakikisha kwamba pia wao wanashirikishwa katika mpango huu, labda kujua ni michi gani ambayo imepandwa, labda wakitaka kuendeleza utafiti zao na kadhalika? Taarifa hizo wanaweza zipata hapa? Of course hatujaweza kufikia potential nzima ya Jaza Miti. Tunajaribu kuangalia Jaza Miti as one stop shop place, mahali unaweza jua ni miti gani imepandwa wapi, ni aina gani, na baada ya hapo hata inaweza kuwa ni source ya mtu kufikiria kibiashara, kwa sababu kama nchini sehemu hii watu wanapanda avocado. Pia inaweza kukusaidia kuplan kama investor, nitaweka factory yangu ya avocado hapo ama vipi. Kuna baadhi ya mambo inastahili pia utafiti ifanywe zaidi. Kwa mfano the monitoring part. Yes, umereport. Tumeshika ya kuwa umereport. Now the technology to be able to track even issues survival, issues of how they are growing, ni space pia ambao watafiti bado wanazidi kuangazia. Nime-mention pia baadhi ya ile miti ama list za zile miti ziko pale, haijafika mwisho. Pia utafiti, kuna nafasi ya utafiti hapo ifanyike, ndio wananchi waweze kufaidika, especially with these high value tree groups. Ile inaweza wasaidia kiuchumi. Pale Mau saa hizi tuseme ni msitu mmoja ambao tutasema ni kama these are the breathing lungs za taifa letu la Kenya, sawia na misitu ambayo iliyoko pale maeneo ya Kongo kuichukuliwa kama pia ni mapafu ambayo tunatumia hapa barani Afrika na baadhi ya mataifa mengine ulimwenguni kupata hewa safi zaidi. Msitu wa Mau ukoje hali yake kwa sasa, na jitihada ambazo mnazoendeleza kuhakikisha kwamba mnauweka katika hali ya kawaida, kurestore maeneo ambayo kuko na mapaku ya miti imekatwa ikoje kwa sasa labda? Asante. Yes, sehemu ya Mau wenye umesema ni msitu kubwa nchini Kenya, iko na hektari 400,000 hectares, spreading almost 4 counties. Na hali yake hapo nyuma haikuwa vizuri sana, but tunaona kuna signs ya kuwa inazidi kurecover. Mwaka jana kuna initiative tulilaunch under Mau Integrated Conservation and Livelihood Improvement Program. Ile tunasema yes, tunaenda pale ku-conserve Mau, pa zaidi ya hapo pia kupatia wananchi livelihood. Kuna jamii zinazoishi kando ya Mau lazima pia waweze kufaidika. Na ni mfano moja ya zile programs tuna launch ambayo imeweza kupick ama imeenda kwa mwendo wa kasi sana. So tunaangazia that in the shortest time possible hiyo Mau itarudi kuwa ni msitu
mzuri sana na historia yake itakuwa ni tofauti, si zile tulikuwa tunajua tunasoma hapo nyuma. Yes. Labda ile jambo lolote kuongezea kwenye msitu wa Mau, maana pia ni moja wapo misitu ambayo umeifanyia utafiti upande wa kile ninaweza kudhibitisha sasa kwa misitu ya Mau, zile manufaa za ekolojia ambazo zilikuwa zimeenda chini ndio sasa zimeanza kuonekana. Mito zimeanza kuna mito miwili mikuu pale inatoka Mau, na mfano mto Mara chini chake Komau pale. Yes. Ndio. So hizo mito zimeanza kutiririka vizuri, na indicator ingine ya kuwa msitu inaanza kurudi vizuri ni zile tunaitanga biological indicators. Wanyama fulani ambao walikuwa wamepotea kwa muda. Ndovu wako? Kwa sasa ukifika wako. Ndovu wamekuwa wengi. Mau. Ndovu wako wengi Mau. Najua pale Mau katikati pia kuna mahali huwa wanapenda kuzaana. Yes. Ndio. Hiyo ecosystem pia imeweza kuprovide hiyo lishe ya ndovu na kando na wanyama wengine. Ningependa kutoa mfano wa msitu mmoja iko karibu sehemu hiyo ambao wananchi wa pale tulipofika pale, I think George alikuwa pale, tuliambiwa kuwa waliona nyani, I mean the monkeys, ikipanga laini foleni ikienda. Lakini kwa ukifika hiyo msitu saa hii wanaweza dhibitishia hizo nyani zimeweza kurudi kwa hiyo msitu. Hiyo ni indicator kuwa hali ya the forest health ya hiyo msitu imeanza kuwa bora. Hizo ndio indicator ambazo tunaweza kuziona. Kwa ujumla kuna efforts mingi inafanyika katika Mau kurejesha katika ile hali yake ya zamani kupitia hiyo mfumo ambaye PS aliweza kuweka watu pamoja. Tunaona kwa muda itakuwa na faida mingi kwa hiyo sehemu ya Mau. Vyema kabisa, mtazamaji unaendelea kutazama kipindi hiki cha Yanayojiri, leo tukiangazia masuala ya utunzaji wa misitu hapa nchini Kenya, juhudi ambazo zipo, na ilikuwa ni lazima tuje tufanye mahojiano kama haya kuelezea kinachoendelea. Manake serikali inapokadiria kwamba inataka kuweka miti bilioni 15, hii ni safari ndefu sana. Tunaangazia, je, tuko wapi mpaka sasa? Nani na nani amehusishwa? Mashirika gani amekuja pamoja? Na pia katika kuafikia malengo yale kuna fedha ambazo zinazohitajika. Tunakwenda kwenye mapumziko, lakini tutakaporejea sasa tutaangazia masuala ya fedha. Vipi wanaweza kufadhili miradi kama hii ambayo ni mikubwa zaidi, na pia changamoto ambazo zinazoandamana nazo, na sio tu changamoto bali ni changamoto ambazo tunakuwa nazo katika safari hii. Ni vipi serikali kupitia mashirika ambayo tuko nayo hapa ya kijamii yanasaidia katika kuondoa ama kupunguza zile changamoto ili kuafikia yale malengo ambayo yamewekwa. Usiende mbali, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu. Barabara kabisa, mtazamaji. Mjadala wa leo na ufurahia kwa sababu ni mambo ambayo sana napenda kuona yakiendelezwa kufanyika hapa nchini Kenya, masuala ya mazingira, hususan upanzi wa miti hapa nchini Kenya kupitia ile kauli mbiu ya kuhakikisha kwamba tunajaza miti kila mahali, ili kuhakikisha kwamba, manake unapoweka miti kwa wingi, yale mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kidogo zinapungua. Lakini ni shughuli ambayo bila shaka inahitaji ufadhili wa kutosha. Tumezungumzia mambo mengi. Kabla ya kuingia kwenye ufadhili kwa undani, pia nimetaja baadhi ya misitu ambayo nimeweza kutembea maeneo yale, na kitu kimoja ambacho kimejitokeza ni kwamba jamii zile za jadi ambazo ziko maeneo yale kupitia wazee pia wamehusishwa. Na mmojawapo ya case study ambayo nitakayopeana, labda nitamruhusu Elijah aizungumzie kwa undani zaidi. Vipi, kuna msitu wa Loita na uko sehemu ya Narok. Ni msitu mmoja ambao kitambo ulikuwa umeanza kupata mapaku. Mapaku ni kumaanisha miti inakatwakatwa kwa wingi. Lakini sasa kupitia jitihada za jamii wenyewe, labda tuarifu ni kitu gani kilifanyika mpaka kurejesha katika hali yake ya kawaida? Asante. Nafikiri katika restoration programs kushirikisha viongozi wa jadi na wazee iko na umuhimu wake kivyake. Na sio Loita peke yake, hata ukienda sehemu za Mombasa, the Kayas, wazee wako na sehemu ambayo imeweza kuchangia katika usimamizi bora wa misitu hizo. Tukirejelea sehemu ya Loita, ningependa kushukuru sana hiyo wazee wa sehemu hiyo, kwa sababu kwa sasa wameweza kutenga ardhi hektari mingi sana ya kutenga ikue ya msitu.
Kwanza ni ardhi yao ya jamii. Hii ni ardhi ya jamii ambaye sasa inaelekea kuwa registered kama community forest, Loita Community Forest. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo imeweza kufanyika na mchango wa wazee wa zamani kuhakikisha kuwa sehemu hiyo imehifadhiwa. Mfano ule pia unaweza kuonekana katika sehemu ya Coast of Kenya. Hizo kayas zimeweza kusimama mahali ziko kupitia ushawishi ama kushirikisha wazee katika usimamizi wake. So hiyo traditional knowledge na kushirikisha kwao ni muhimu katika conservation. Ni sawa pia na watu wengine, pia vijana na wengine wahusishwe katika usimamizi. Labda unapokaa na hawa wazee, unapokuwa viwanjani kule na unaendeleza shughuli zako, unapokaa na hawa wazee ambao wameona wageuke sasa, waseme wacha tuhifadhi miti na mazingira yetu, ni kitu gani kimewavutia sana? Kile kinawavutia ni ile manufaa ambayo wameweza kupata katika sehemu hizo. Ukiangalia wazee wa zamani, dawa zao mingi zilikuwa zinapatikana kutoka misitu. Ndio. Culture mingi ama sherehe zao za kitamaduni huwa zinafanyika sehemu mingi katika misitu za hii Kenya. Kuna sehemu mingi ambazo ni cultural sites ambazo wazee ndio sana wameshikilia hizo sehemu na kuhakikisha kuwa zimehifadhiwa kwa vizazi ambazo zinaweza vizazi ambavyo sasa na vile vijavyo zinazokuja. So wazee, kuna sehemu ya hiyo knowledge wanataka kusongesha kwa vizazi vingine kwa kuhifadhi kwa hiyo cultural sites ambayo ilikuwa yao zamani. Vyema kabisa, nimepata kuelewa vizuri sasa kupitia kwako. George, labda ni mradi mkubwa huu. Labda nichangie kidogo hapo pia. Of course, role ya indigenous knowledge na especially the role of wazee especially kuconserve hizo misitu zimekuwa ni lesson kubwa ambayo sisi kama Wakenya tumeweza kusoma. Ameangazia mambo ya Loita. Ni kweli ni msitu ambao imechungwa na wazee wa Kimasai kwa miaka mengi na inazidi pia kuchungwa saa hii kutumia utamaduni zao na sheria. Ingawaje kwa muda tumeanza kuona changamoto sababu vizazi vipya ambao wameanza kukuja wameanza kupuuza baadhi ya yale rules and regulation wazee wameweka, na kuna discussion now on how do we then have some formal of arrangement where hasa hii msitu inaweza kuwa na sheria ile inaweza kuwekwa kulinda juu ya yale wazee walikuwa wanatumia. The direction we want to take is probably registered as a community forest, na tumeweza this week actually tulikuwa na engagement na Soipan Foundation. Wanataka kuchukua hiyo msitu waweze kutembea na wazee na jamii hiyo ili pia iweze kuwafaidi na kuwa protected. Kaya is the same. Kuna team hata ya bunge iliweza kutembea sehemu pale, wameweza kusema serikali tunaweza saidiana namna gani so that these kayas are protected, because the fact on the ground sometimes due to demand ya shamba na mambo zingine kama hizo kuna watu wameanza kupuuza yale rules and regulations jamii na wazee walikuwa na practice sehemu za kitambo. So hiyo ndio changamoto moja ile inatokana na ina attack especially these forests. Wacha nikupe changamoto nyingine. Mimi natoka sehemu ya Kaya, Digo kule kusini mwa Pwani, na pia najua kuna kaya ambazo zimesambaa mpaka kaskazini mwa Pwani kule sehemu za Ugiriamani na sehemu za Kambe na kadhalika. Mojawapo ya matatizo ama changamoto iliyoko pia ni kizazi cha sasa. Vizazi vya sasa wanataka maendeleo ya haraka. Wanataka kukata labda sehemu fulani ajenge kitu ambacho kitaeleza biashara na kadhalika. Nyinyi kama wizara labda mnapambana vipi na hii kasi ya kizazi cha sasa kutaka kugeuza misitu iwe sasa sehemu za biashara na hata kuharibu? Njia moja ambayo tunazidi kuongea na hao wazee, kwa sababu kulikuwa venye nimekueleza tuliweza kuwatembelea, waliweza kutueleza hizo changamoto. Na mawazo moja ambayo tuko nayo ni tuweze kuwapatia sheria ile inaweza wasaidia kuchunga. Kwa sababu ukiangalia sheria ya msitu, kuna misitu aina 3. Kuna msitu ya public ambayo inakuwa administered na managed by Kenya Forest Service. Kuna community forest ambayo inakuwa managed by communities. Na sasa hapo ndio labda convert ikuwe ni community forest, ndiposa hata county government kwa mfano waweze kuweka rasilimali kidogo isaidie wazee kuchunga so that vijana wa sasa wasiweze kuharibu. Na zaidi ya hapo pia ni kuwaform into now this community forest association na kuwapatia elimu
na tunaona kuna kiteka uchumi kubwa inaweza tokana na hiyo kama ecotourism sites, kwa sababu ecotourism is one of those potential uses ya misitu kama hizo. Safi kabisa. Una lolote la kuongezea hilo? Maana nataka kuangazia masuala ya kile naweza ongezea, sisi kama WWF Kenya kwa sehemu za kaya kile tumeweza kusaidia kuchangia ni kufanya beaconing ya hizo kaya forest ambazo ziko pale, ndio ikuwe demarcated na inakuwa specific, watu wasisongeshe mpaka. So hiyo ni ile tumechangia katika hiyo, ni kufanya kuweka beacons kwa hizo kaya. Hiyo inatambua pia kwamba ni eneo ambalo limehifadhiwa na ni kaya. George, mradi wenu ni mzuri nitasema, lakini una changamoto nyingi sana kuafikia idadi ya miti ambayo mnaotaka kupanda bilioni 15, si kidogo. Ufadhili unatoka wapi na ni nani anafadhili mradi huu? Ni kweli umesema changamoto haiwezi kosa kwa plan yote, na venye umesema hiyo plan inastahili kuwa na resources kama bilioni 600 billion in the next 10 years. So part of the challenges ile inaweza kuwa pale ni the availability of your resource wakati unahitaji. Resource kubwa ambayo imewekwa ni ile imetokana kwa budget ya serikali. And you would see now tumeweza ku-inject some resources kutengeneza nurseries. Because hapo nyuma changamoto ile ilikuwa ni ya kuwa watu hawana access to seedlings. So now through partnership ya State Department ya Housing na NYS na the ministry, tunaweka 179 mega nurseries. Mmoja wao kwa mfano ukienda pale Kinale utaona nursery ya zaidi ya miti milioni 8 iko tayari imewekwa, na tunajaribu kuweka sehemu zote ya nchi so that mwananchi wa kawaida aweze kupata miti. Ya pili ambao pia ni changamoto ni reporting. Tunahimiza wananchi ukipanda tafadhali report so that itusaidie pia kupitia jaza miti. Na la tatu pia mabadiliko tabia nchi imeweza kushift the rainfall patterns. Kwa sababu ilikuwa inajulikana wrong rains sehemu zingine yanaanza siku hii ikienda hivi. Ndio. So kuna challenges pia, unaenda kupanda miti mvua inapotea. Ndio. So tunajaribu kuangalia ni teknolojia ipi tunaweza tumia so that hiyo numbers tuweze kufikia. Okay. Yes. Na pia mnapoendelea na maybe kuongezea pia ni hizi models ambayo we are partnering with all of us. Kwa mfano hii ya Kaptagat has been one model where inaweza kupool resources from private individuals na government. Na hiyo ndio model tunaona apart from kupanda miti kuna impact kwa livelihoods. Kwa mfano Kaptagat wanasema wako na lengo 4 pesa mfukoni kwa mwananchi. So ukiambia watu tupande miti, tupande avocado, pesa iko. Useme pia tupande miti tuweze kupata chakula. So hiyo ndio ile form moja tunajaribu sasa kuendeleza ikuwe ni pia ni kuna biashara ndani yake. Ndiposa watu waweze kukimbia na hiyo agenda. Labda kwa dakika 2 tu naomba nikurudishe nyuma. Tunapopanda mti hapa na kuhesabiwa kwamba umepanda mti, je, miti ya vyakula kwa mfano mahindi na kadhalika pia inahesabiwa hapo ndani? Hapana, ni ni zile category inaitwa trees. So kuna so haiwezi kuwa mahindi, haiwezi kuwa maharagwe, haiwezi kuwa ndengu, but kuna uwezekano ya kuwa hiyo mahindi na ndengu inaweza kuwa pamoja na miti. So kuna zile miche tumeweza through research kuonyesha ya kuwa especially ukienda sehemu kame kuna mtu kama mkao ukiweka pamoja na chakula yako na maembe wakati wa kiangazi inazuia kwa sababu kuna hiyo shade. So chakula haitaweza kukauka. Na pia baada ya hapo tunaona kuna uchumi kubwa especially that region to commercialize mukau because it's one of the species zile zinapatikana, it's in the family of mahogany na iko soko kubwa sana ya demand for mahogany products. So tunasema mwananchi panda miti katikati, weka ndengu, weka nzoo, weka mahindi, hivyo ikukusaidia ukingojelea miti. Swali lingine kwa mwananchi sasa, mti wa muembe unaweza hesabiwa kama pia ni tree? Yes. Manake unakuwa na unatoa na unatoa pia shade na pia inakupatia chakula. So hiyo ni avocado, macadamia, mikwaju, mikorosho, tende. Hiyo baadhi ni zile tunaona pia ni miti na inasaidia pia kutengeneza uchumi na afya. Nimeelewa. That's why tunasema kwa hiyo strategy 30% of it tuna target ikuwe ni fruit trees. Yes. Ndio maana ikaanzishwa ile pia mradi wa kupanda miti ya matunda. Elijah, upande wako kumalizia. Changamoto
hakika kabisa ni ufadhili wa restoration. Kama ingekuwa rahisi, ingekuwa imefanyika huko kitambo kwa wingi. Sisi kama shirika tunashirikiana na donors ambayo wako kwa network yetu ya WWF na pia wafadhili wengine, pia na foundations na pia local corporates. Tuko na packages ambaye shirika kama KTN unaweza partner na sisi, tunakupandia miti katika msitu wa Lodwar. You can work with us for 1 acre, 1 hectare to several hectares. Tuko na packages ambaye pia tunafanya na corporates. Okay. Kile opportunity ambaye sasa natarajia serikali na pia baada ya hii strategy kuwekwa, private sector iweze kuingia ndani. It will drive restoration agenda kwa umbali sana, kwa sababu pia kuna commercial part. Serikali nimeona inaelekea kutengeneza strategy ya the commercial forestry. Private sector ikiingilia itakaendeleza hii restoration agenda kwa haraka sana. Okay. Yeah. Vyema kabisa, tunarudisha dakika 2 lakini hatujazungumzia swala la deforestation na jinsi ambavyo mnapambana nalo. Serikali inapotoa ruhusa kateni miti, mnasimamia vipi kuhakikisha kwamba kile kipindi mnakata miti ambayo inayostahili? Kusema kweli, yes, ukataji wa miti kwa misitu za serikali iko na utaratibu wake. Ukiangalia 2.6 million hectares ile it's managed under public forest. 150,000 hectares which is less than 5% imeweza kuwa set aside kwenye ya biashara, wananchi waweze kupata matumizi yale yanatokana na miti. Na njia moja ya kupata hiyo, unapewa permit na Kenya Forest Service. Ukikata miti, ukitembeza kwa barabara inajulikana, yes, hii miti ni sio kukata tu, unakata na unapanda. So baada ya kukata sasa, then wananchi together na Kenya Forest Service wanaingia pale, wanarudisha sehemu hiyo so that kuwe na miti ingine baada ya cycle, because we work with cycles. We normally work with a cycle of 25 to 30 years. Hiyo miti unapanda, baada ya 20 to 30 years inakatwa, itumike kutengeneza mbao na mambo zingine, na hapo sasa baada ya miaka 2-3 inarudishwa. So and there is a plan on that, harvesting plan, felling plan na pia permits ambayo inahakikisha kuwa umefuata shile sheria. Usipofanya hivyo, sheria imepatia uwezo Kenya Forest Service kukushika na kukushtaki na mashtaka ya kuharibu msitu. Nadhani ujumbe umefika nyumbani. Ujumbe wako wa mwisho kwa wanaotazama hivi sasa kwenye huu mpango wa kuendelea kupanda miti kwa manufaa ya kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Himizo langu ni ya kuwa tujitokeze kwa wingi. Msimu wa mvua uko na sisi, tujitokeze, tupande miti ya kiasili, tupande miti ya chakula, tupande miti ya aina zote, kwa sababu kupanda hiyo miti itatusaidia ku-address the existing challenges ambayo nimeweza kueneza. Kwa mfano hizi floods, njia moja, cause moja ya floods is the landscape is bare. So maji ikianguka inakimbia. But kungekuwa na cover itasaidia ku-reduce hiyo speed na impact yake itakuwa ni kidogo. Na venye mwenzangu pia amesema kuna manufaa mengi ya kiuchumi pia humo ndani, kwa sababu tuko na mpangilio ya kuangalia venye biashara inaweza take over after tumepanda. Kuna nao nafasi ya biashara ya kutengeneza chakula, kutengeneza madawa, kutengeneza many other industries that can grow out of that. Asante sana. Asante sana. Ni Elijah Korir huyo ambaye ni kiongozi ama kinara anaongoza pale katika masuala ya ukuaji wa misitu hapa nchini Kenya katika idara ile ya misitu kwenye Wizara ya Misitu pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile tulikuwa naye Elijah Korir ambaye anasimamia masuala pia misitu katika shirika la WWF Kenya. Anasema asanteni sana nyote kwa kuweza kufika siku ya leo. Mchango wenu bila shaka ni mchango ambao unaangaziwa na Wakenya wakati ambapo tunapoendeleza gurudumu la kampeni, wakati huu ambapo ni wakati wa mvua zile. Sasa watu wajitokeze kwa wingi kupanda miti. Mimi naitwa Alimanzo Aisea, asante sana kutazama. Tukutane tena wakati mwingine. Taarifa kwa lugha ya Kiingereza zinakuja kwenye muda usiokuwa mrefu. Endelea kutazama. Asante.